Mbele Aqida yenu kwa sababu Online ya TV. kuhusiana katika jamii, nani anayepaswa kuozesha katika ndoa, ikiwa leo kuna ndoa nyingi zinazopita mitaani pasipo kutumia vigezo na masharti katika maeneo yetu. Nani anayepaswa kuozesha ndoa katika jamii? Ndio mada leo. Naam, hebu twende moja kwa moja ili tuweze kufahamu zaidi. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi. Hapa tuko na mashehe wengi sana ambao tuko nao, lakini mimi nimefanywa kuwa ni mmoja katika wazungumzaji amini, na mashehe zetu pia watawasilisha. Tunaye hapa mbele yetu shekhe wetu wa kata Sheikh Muhammad Ismail Ngaweji, lakini hakadha hapa pia tunaye mwalimu wetu Sheikh Mjaka, na tunaye hapa Sharifu Ismail, kadhalika pasipo na kumsahau katibu wetu wanasema andamizi Sheikh Mlanzi. Lakini basi takuwa tumekosa adabu kuyazungumza haya pasipo na ridhaa zenu. Mabwana, inshallah mturidhie alau kwa sekunde chache tuweze kusema. Siwezi kuendelea kaka, isipokuwa kwanza tupate ridhaa za mashekhe zetu. Inshallah, baada ya kupata baraka hizi na kauli hii, nukta fupi sana ambayo tutake kuitamka. Ndio. Sheikh Aqida Online TV, ama nasaha yetu na ukumbusho wetu ni kusema alwaliyu fi nikah wa ahaqul awliyai bitazwij. Hii ndio nukta ambayo tutoke nayo. Alwaliyu fi nikah, msimamizi wa ndoa katika, maanake msimamizi katika ndoa, wa ahaqul awliyai bitazwij, na mwenye haki ya kuozesha. Ama kwa nini tunaiwasilisha topic hii na mada hii? Tunaiwasilisha kwa sababu ndoa leo zinafungwa kila kuchavyo. Lakini je, wale wanaofungisha wametimiza vigezo na masharti? Ili eneo utoke nalo. Ndio. Vigezo na masharti ni kitu muhimu sana. Sasa ikiwa alwaliyu fi nikah wa ahaqul awliyai bitazwij, mara nyingine tunakutana na baba wa nje ya ndoa, na yeye ametoa mishipo ya shingo kwamba nataka kufanya nini? Kuozesha. Kwa hiyo nasaha ya kwanza kwa wale wafungishaji, nasaha ya pili kwa wale ambao wanaosimamia majukumu ya kufungisha ndoa, lazima wahoji huyu ni mtoto wa sampuli gani. Kwa hiyo wakati hili pia tunaliendea na wewe unayekumbushwa, kumbushika. Ukiambiwa huyu una haki ya kumsimamia ya kuozesha, basi pia tambua kwamba huyu si husiki kumuozesha, badala yake atafutwe nani anayestahiki kuozesha. Kwa hiyo alwaliyu fi nikah wa ahaquhumul awliyai awliyai bitazwij. Tukitafuta nani mwenye kustahiki aula al-awliyai, mbora katika mawali, al-abi, mtu wa mwanzo anakuwa nani? Baba mzazi. Kwa hiyo tukisema baba mzazi, si baba wa kwamba ameruka ukuta akaenda akasababisha kisha akatoka. Baba ni yule ambaye amefuata msingi na kanuni kwa mujibu wa dini yetu, akaoa kwa mujibu wa taratibu, akafuata vigezo na masharti. Ama ayuha almustami'una alkiram, wenye kuhudhuria, wenye kutizama, nani huyu? Kwa hiyo moja ya vigezo na masharti tunaona kwamba ndoa ina nguzo. Wa arkanun nikahu khamsatu, na nguzo za ndoa zinabaki kuwa ni 5. Kwa hiyo nguzo ya kwanza kwamba tunaona kwamba patikane zaujun muwaji wa zaujat, na muolewa wa waliyun. Naona hii nafasi iliyokaa na baba mzazi. Je, wa nje ya ndoa tunapata kwamba wa ndani ya ndoa. Lakini basi ikiwa hii ni nguzo ya pili, ya tatu, washahidani, tupate na mashahidi wawili, wasigha tupate na sigha. Nukta fupi, tunavompata baba wa nje ya ndoa, hii itakuwa si ndoa, badala yake hichi ni kibali cha uzinifu. Kwa hiyo ndoa iweze kuswihi, tumpate baba wa ndani ya ndoa. Kwa hiyo bora katika mawali namba 1 anakuwa nani? Baba mzazi wa ndani ya ndoa. Lakini pia kama hatukumpata baba mzazi, anasema lau kama itakuwa tumemkosa baba mzazi, tupate akhi shaqiq, tupate kaka. Huyu shaqiq anakuwa ni nani? Wa baba mmoja. Thumma aljaddul abi, kisha babu mzaa baba, anakuwa ni namba 2. Kisha lau huyu tumemkosa akhi shaqiq, tumpate yule kaka wa mama mmoja baba mmoja. Kwa hiyo nafasi itakuwa namba 1 ni baba, namba 2 ni babu mzaa baba, ama namba 3 atakuwa ni kaka wa baba mmoja mama mmoja. Ama huyu tumemkosa, basi nafasi nyingine ya 4 tupate kaka ambaye ni akhi. Huyu ni kaka ambaye atakuwa ni kaka wa baba mmoja tu. Nafasi hizi zinaendelea kwenda mpaka kufikia watu
12 au 11. Kwa mukhtasar sana, maadama kipindi chetu ni kifupi na tunataraji tutakuwa na eneo namba 2. Ili eneo muhimu ilikuwa tuombe kwanza tulikumbushe, kwa sababu wakati mwingine shemegi anaozesha ilhali kaka yumo, lakini huyu kaka hapendi kuozesha. Kwa sababu gani? Nimuendesha bodaboda mmoja, ana vinywele vyake amevisokota sokota, amevinyonga, anaambia wewe muhuni kaa kule, huyu nimelea mimi toka yuko mdogo na kadha na kadha na kadha na kadha, ila hali huyu ni mtoto tu amelelewa hapa kwa shemegi. Kwa hivyo inshallah hii nafasi ilikuwa tuombe tuikumbushe katika jamii zetu, kwa sababu ndoa kila sasa na kila kuchavyo zinafungwa. Nipende kuhitimisha hapo. Labda Mwalimu Kaisi, mimi na swali kidogo kuhusiana na mada hii ya ndoa. Nakumbuka ama nyuma na kipindi fulani kuna mtu aliozesha mtoto, yani kwa baba tofauti, mama yao huyu mama mmoja, unaelewa yani baba tofauti lakini mama yao mmoja. Kwa hiyo kaka mtu ndo kachukua idara ya kwenda kumozesha ile dada yake ambaye mzee mama mmoja na vizuri baba tofauti. Ndio inakuwa inshallah kama tulivyosema, ubabani ndiko katika nguvu, umamani kumekosa nguvu. Kwa hiyo basi tupate wa kuozesha kutokamana na baba. Huyu wa umamani itakuwa hana nafasi, na kama kwa tulivyoona kwamba akhil abi, kaka wa baba mmoja, huyo anakuwa nafasi namba 3 au nafasi namba 4. Namba 1 yake imeshikwa na baba mzazi, babu namba 2, kaka wa baba mmoja mama mmoja, lakini lau tumekosa anafuatia nani? Kaka wa baba mmoja. Nini maana? Lau kuna kaka wa baba mmoja mama mmoja, alafu kuna kaka mkubwa wa baba mmoja tu, mwenye nafasi yake ni kaka wa baba mmoja mama mmoja, ingawa ni mdogo, huyu apewe nafasi. Kwa hiyo kwa ufupi, kwa mujibu wa swali, kaka wa mama mmoja tu hapasi kuozesha. Kaka wa mama mmoja tu hapasi kuozesha. Naam, mtazamaji wa Aqida Online TV pamoja na Maalim Kaisi TV ambaye tunapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Mtazamaji, kama una swali lolote, basi bila shaka namba inapita hapo chini ili uweze kuuliza swali lako lolote kuhusiana na mada ambayo tuliweza kuiwasilisha kwa siku hii ya leo. Mtazamaji, endelea kutazama vipindi ambavyo vinaendelea kupitia hapa Aqida Online TV pamoja na Maalim Kaisi TV. Nikutakie kila la heri, nikutakie usikivu mwema kwa vipindi vinavyoendelea. Shukrani. Aqida Online TV. Neno moja la mwisho kabla ya nipende pia kumpa nafasi Sheikh Muhammad Ismail, kadha pia Sheikh Jaka, wenda pia watakuwa na lolote hata kama neno moja mbili la kuiambia jamii. Najua mada ya ndoa ni pana na tumeigusa kwa machache yake, na hawa ni ulama wetu. Hakadha kuna Sheikh Mlanzi, tuna sharifu wetu, basi ijapokuwa kwa dakika 2-3 tuambie neno kwa muktasar inshallah. Kwa mada hii nzuri na kwa kweli katika jamii yetu kuna changamoto nyingi, na hata wakati mwingine watu wanaenda kufunga ndoa bomani, tuwaambie kwamba hizo ndoa za bomani si sahihi, kwamba Mwajuma na John wanafunga ndoa pia si sahihi, na kwa kweli amewasilisha mada nzuri, na Mungu Allah Tabaraka wa Taala ajalie vizuri katika jamii hii na tunalo makini katika jambo la ibada. Kwa ibada maana yake tunaleta burudiko katika watu lakini katika hii Mungu sana Allah Tabaraka wa Taala ajalie kitendo mema kwa kufanya hivyo tutafikia malengo inshallah. Na kesho labda naye sote labda sana ibada mbele kuweza kufanya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Mada ya ndoa ni mada ya kimungu, na ndoa kwa sababu Uislamu unaizingatia